Kwa upande mwingine, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi ametangaza kuwa timu ya wakaguzi wa shirika hilo inajiandaa kuelekea nchini Irani kufanya ukaguzi maalumu kufuatia makubaliano ya awali ya amani yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Iran na Marekani. Akizungumza kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo yaliyosainiwa wiki iliyopita, Grossi alisisitiza kuwa mkataba huo unaeleza wazi kuwa mchakato wa uyeyushaji wa urani uliorutubiwa ama kurutubishwa utafanyika chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa IAEA. Iwe ukaguzi huu utafanyika kesho, ndani ya wiki moja au baada ya siku 10 ni hatua ya msingi na muhimu sana, alisema Grossi, akiongeza kuwa kazi hiyo itafanyika kwa ushirikiano na serikali ya Irani. Hata hivyo, jitihada hizo zimeonekana kukumbwa na changamoto baada ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani, Kazem Gharibabad, kuonekana kupingana na kauli ya Grossi. Gharibabad amesisitiza kuwa utaratibu wa kufikia vituo vya nyuklia na vifaa husika utaainishwa kikamilifu ndani ya makubaliano ya mwishoni na Marekani na si vinginevyo. Nchini Ufaransa imetangaza kisa cha kwanza cha Ebola na hali ya tahadhari imetanda nchini Ufaransa baada ya daktari mmoja aliyekuwa akihudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubainika kuwa na virusi vya ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi katika eneo hilo. Hiki ni kisa cha kwanza kugunduliwa nje ya bara la Afrika tangu kuanza kwa mlipuko huo, ambako pia umeripotiwa kuathiri nchi jirani ya Uganda na kusababisha hofu ya kimataifa. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amewataka wananchi kutokuwa na hofu, akibainisha kuwa hatari ya ugonjwa huo kuenea ulimwenguni kote ni ndogo. Hadi sasa takriban wafanyakazi 80 wa afya wameripotiwa kuambukizwa virusi hivyo, jambo ambalo linasaidia pia uzalizima wa kuimarisha mifumo ya kinga ya udhibiti wa maambukizi ili kulinda wale wanaojitolea kuokoa maisha wengine. Daktari huyo alithibitishwa kuwa na maambukizi aliyokuwa akifanya katika kazi na shirika la Alima. Alitengwa na mara moja alipotua mjini Paris baada ya hali ya kubadilika wakati wa safari ya ndege kutoka Kinshasa. Kwa sasa mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu akiwa katika hali imara, huku wataalamu wa afya wakibainisha kuwa kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini sana. Kwa upande mwingine, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi ametangaza kuwa timu ya wakaguzi wa shirika hilo inajiandaa kuelekea nchini Irani kufanya ukaguzi maalumu kufuatia makubaliano ya awali ya amani yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Iran na Marekani. Akizungumza kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo yaliyosainiwa wiki iliyopita, Grossi alisisitiza kuwa mkataba huo unaeleza wazi kuwa mchakato wa uyeyushaji wa urani uliorutubiwa ama kurutubishwa utafanyika chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa IAEA. Iwe ukaguzi huu utafanyika kesho, ndani ya wiki moja au baada ya siku 10 ni hatua ya msingi na muhimu sana, alisema Grossi, akiongeza kuwa kazi hiyo itafanyika kwa ushirikiano na serikali ya Irani. Hata hivyo, jitihada hizo zimeonekana kukumbwa na changamoto baada ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani, Kazem Gharibabad, kuonekana kupingana na kauli ya Grossi. Gharibabad amesisitiza kuwa utaratibu wa kufikia vituo vya nyuklia na vifaa husika utaainishwa kikamilifu ndani ya makubaliano ya mwishoni na Marekani na si vinginevyo. Nchini Ufaransa imetangaza kisa cha kwanza cha Ebola na hali ya tahadhari imetanda nchini Ufaransa baada ya daktari mmoja aliyekuwa akihudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubainika kuwa na virusi vya ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi katika eneo hilo. Hiki ni kisa cha kwanza kugunduliwa nje ya bara la Afrika tangu kuanza kwa mlipuko huo, ambako pia umeripotiwa kuathiri nchi jirani ya Uganda na kusababisha hofu ya kimataifa. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amewataka wananchi kutokuwa na hofu, akibainisha kuwa hatari ya ugonjwa huo kuenea ulimwenguni kote ni ndogo. Hadi sasa takriban wafanyakazi 80 wa afya wameripotiwa kuambukizwa virusi hivyo, jambo ambalo linasaidia pia uzalizima wa kuimarisha mifumo ya kinga ya udhibiti wa maambukizi ili kulinda wale wanaojitolea kuokoa maisha wengine. Daktari huyo alithibitishwa kuwa na maambukizi aliyokuwa akifanya katika kazi na shirika la Alima. Alitengwa na mara moja alipotua mjini Paris baada ya hali ya kubadilika wakati wa safari ya ndege kutoka Kinshasa. Kwa sasa mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu akiwa katika hali imara, huku wataalamu wa afya wakibainisha kuwa kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini sana. Kwa upande mwingine, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi ametangaza kuwa timu ya wakaguzi wa shirika hilo inajiandaa kuelekea nchini Irani kufanya ukaguzi maalumu kufuatia makubaliano ya awali ya amani yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Iran na Marekani. Akizungumza kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo yaliyosainiwa wiki iliyopita, Grossi alisisitiza kuwa mkataba huo unaeleza wazi kuwa mchakato wa uyeyushaji wa urani uliorutubiwa ama kurutubishwa utafanyika chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa IAEA.
Iwe ukaguzi huu utafanyika kesho, ndani ya wiki moja au baada ya siku 10 ni hatua ya msingi na muhimu sana, alisema Grossi, akiongeza kuwa kazi hiyo itafanyika kwa ushirikiano na serikali ya Irani. Hata hivyo, jitihada hizo zimeonekana kukumbwa na changamoto baada ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani, Kazem Gharibabad, kuonekana kupingana na kauli ya Grossi. Gharibabad amesisitiza kuwa utaratibu wa kufikia vituo vya nyuklia na vifaa husika utaainishwa kikamilifu ndani ya makubaliano ya mwishoni na Marekani na si vinginevyo. Nchini Ufaransa imetangaza kisa cha kwanza cha Ebola, na hali ya tahadhari imetanda nchini Ufaransa baada ya daktari mmoja aliyekuwa akihudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubainika kuwa na virusi vya ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi katika eneo hilo. Hiki ni kisa cha kwanza kugunduliwa nje ya bara la Afrika tangu kuanza kwa mlipuko huo, ambako pia umeripotiwa kuathiri nchi jirani ya Uganda na kusababisha hofu ya kimataifa. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amewataka wananchi kutokuwa na hofu, akibainisha kuwa hatari ya ugonjwa huo kuenea ulimwenguni kote ni ndogo. Hadi sasa takriban wafanyakazi 80 wa afya wameripotiwa kuambukizwa virusi hivyo, jambo ambalo linasisitiza pia uzalazima wa kuimarisha mifumo ya kinga ya udhibiti wa maambukizi ili kulinda wale wanaojitolea kuokoa maisha wengine. Daktari huyo alithibitishwa kuwa na maambukizi aliyokuwa akifanya katika kazi na shirika la Alema. Alitengwa na mara moja alipotua mjini Paris baada ya hali ya kubadilika wakati wa safari ya ndege kutoka Kinshasa. Kwa sasa mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu akiwa katika hali imara, huku wataalamu wa afya wakibainisha kuwa kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini sana. Kwa upande mwingine, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi ametangaza kuwa timu ya wakaguzi wa shirika hilo inajiandaa kuelekea nchini Irani kufanya ukaguzi maalumu kufuatia makubaliano ya awali ya amani yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Iran na Marekani. Akizungumza kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo yaliyosainiwa wiki iliyopita, Grossi alisisitiza kuwa mkataba huo unaeleza wazi kuwa mchakato wa uyeyushaji wa urani uliorutubiwa ama kurutubishwa utafanyika chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa IAEA. Iwe ukaguzi huu utafanyika kesho, ndani ya wiki moja au baada ya siku 10 ni hatua ya msingi na muhimu sana, alisema Grossi, akiongeza kuwa kazi hiyo itafanyika kwa ushirikiano na serikali ya Irani. Hata hivyo, jitihada hizo zimeonekana kukumbwa na changamoto baada ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani, Kazem Gharibabad, kuonekana kupingana na kauli ya Grossi. Gharibabad amesisitiza kuwa utaratibu wa kufikia vituo vya nyuklia na vifaa husika utaainishwa kikamilifu ndani ya makubaliano ya mwishoni na Marekani na si vinginevyo. Nchini Ufaransa imetangaza kisa cha kwanza cha Ebola, na hali ya tahadhari imetanda nchini Ufaransa baada ya daktari mmoja aliyekuwa akihudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubainika kuwa na virusi vya ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi katika eneo hilo. Hiki ni kisa cha kwanza kugunduliwa nje ya bara la Afrika tangu kuanza kwa mlipuko huo, ambako pia umeripotiwa kuathiri nchi jirani ya Uganda na kusababisha hofu ya kimataifa. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amewataka wananchi kutokuwa na hofu, akibainisha kuwa hatari ya ugonjwa huo kuenea ulimwenguni kote ni ndogo. Hadi sasa takriban wafanyakazi 80 wa afya wameripotiwa kuambukizwa virusi hivyo, jambo ambalo linasisitiza pia uzalazima wa kuimarisha mifumo ya kinga ya udhibiti wa maambukizi ili kulinda wale wanaojitolea kuokoa maisha wengine. Daktari huyo alithibitishwa kuwa na maambukizi aliyokuwa akifanya katika kazi na shirika la Alema. Alitengwa na mara moja alipotua mjini Paris baada ya hali ya kubadilika wakati wa safari ya ndege kutoka Kinshasa. Kwa sasa mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu akiwa katika hali imara, huku wataalamu wa afya wakibainisha kuwa kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini sana. Kwa upande mwingine, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi ametangaza kuwa timu ya wakaguzi wa shirika hilo inajiandaa kuelekea nchini Irani kufanya ukaguzi maalumu kufuatia makubaliano ya awali ya amani yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Iran na Marekani. Akizungumza kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo yaliyosainiwa wiki iliyopita, Grossi alisisitiza kuwa mkataba huo unaeleza wazi kuwa mchakato wa uyeyushaji wa urani uliorutubiwa ama kurutubishwa utafanyika chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa IAEA. Iwe ukaguzi huu utafanyika kesho, ndani ya wiki moja au baada ya siku 10 ni hatua ya msingi na muhimu sana, alisema Grossi, akiongeza kuwa kazi hiyo itafanyika kwa ushirikiano na serikali ya Irani. Hata hivyo, jitihada hizo zimeonekana kukumbwa na changamoto baada ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani, Kazem Gharibabad, kuonekana kupingana na kauli ya Grossi.
Gharibadad amesisitiza kuwa utaratibu wa kufikia vituo vya nyuklia na vifaa husika utaainishwa kikamilifu ndani ya makubaliano ya mwishoni na Marekani na si vinginevyo. Nchini Ufaransa imetangaza kisa cha kwanza cha Ebola na hali ya tahadhari imetanda nchini Ufaransa baada ya daktari mmoja aliyekuwa akihudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubainika kuwa na virusi vya ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi katika eneo hilo. Hiki ni kisa cha kwanza kugunduliwa nje ya bara la Afrika tangu kuanza kwa mlipuko huo, ambako pia umeripotiwa kuathiri nchi jirani ya Uganda na kusababisha hofu ya kimataifa. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amewataka wananchi kutokuwa na hofu, akibainisha kuwa hatari ya ugonjwa huo kuenea ulimwenguni kote ni ndogo. Hadi sasa takriban wafanyakazi 80 wa afya wameripotiwa kuambukizwa virusi hivyo, jambo ambalo linasisitiza pia uzalizima wa kuimarisha mifumo ya kinga ya udhibiti wa maambukizi ili kulinda wale wanaojitolea kuokoa maisha wengine. Daktari huyo alithibitishwa kuwa na maambukizi aliyokuwa akifanya katika kazi na shirika la Alima. Alitengwa na mara moja alipotua mjini Paris baada ya hali ya kubadilika wakati wa safari ya ndege kutoka Kinshasa. Kwa sasa mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu akiwa katika hali imara, huku wataalamu wa afya wakibainisha kuwa kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini sana. Kwa upande mwingine, mkuu wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi ametangaza kuwa timu ya wakaguzi wa shirika hilo inajiandaa kuelekea nchini Irani kufanya ukaguzi maalumu kufuatia makubaliano ya awali ya amani yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Iran na Marekani. Akizungumza kuhusu utekelezaji wa makubaliano hayo yaliyosainiwa wiki iliyopita, Grossi alisisitiza kuwa mkataba huo unaeleza wazi kuwa mchakato wa uyeyushaji wa urani uliorutubiwa ama kurutubishwa utafanyika chini ya usimamizi wa moja kwa moja wa IAEA. Iwe ukaguzi huu utafanyika kesho, ndani ya wiki moja au baada ya siku 10 ni hatua ya msingi na muhimu sana, alisema Grossi, akiongeza kuwa kazi hiyo itafanyika kwa ushirikiano na serikali ya Irani. Hata hivyo, jitihada hizo zimeonekana kukumbwa na changamoto baada ya naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani Kazem Gharibadad kuonekana kupingana na kauli ya Grossi. Gharibadad amesisitiza kuwa utaratibu wa kufikia vituo vya nyuklia na vifaa husika utaainishwa kikamilifu ndani ya makubaliano ya mwishoni na Marekani na si vinginevyo. Nchini Ufaransa imetangaza kisa cha kwanza cha Ebola na hali ya tahadhari imetanda nchini Ufaransa baada ya daktari mmoja aliyekuwa akihudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubainika kuwa na virusi vya ugonjwa huo unaosambaa kwa kasi katika eneo hilo. Hiki ni kisa cha kwanza kugunduliwa nje ya bara la Afrika tangu kuanza kwa mlipuko huo, ambako pia umeripotiwa kuathiri nchi jirani ya Uganda na kusababisha hofu ya kimataifa. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom amewataka wananchi kutokuwa na hofu, akibainisha kuwa hatari ya ugonjwa huo kuenea ulimwenguni kote ni ndogo. Hadi sasa takriban wafanyakazi 80 wa afya wameripotiwa kuambukizwa virusi hivyo, jambo ambalo linasisitiza pia uzalizima wa kuimarisha mifumo ya kinga ya udhibiti wa maambukizi ili kulinda wale wanaojitolea kuokoa maisha wengine. Daktari huyo alithibitishwa kuwa na maambukizi aliyokuwa akifanya katika kazi na shirika la Alima. Alitengwa na mara moja alipotua mjini Paris baada ya hali ya kubadilika wakati wa safari ya ndege kutoka Kinshasa. Kwa sasa mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu akiwa katika hali imara, huku wataalamu wa afya wakibainisha kuwa kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini sana.